Anga tulivu la mji wa Jeff, sauti nzito ya injini ilipasua ukimya wa anga, si kwa kishindo cha kivita, bali kwa ishara zama mpya za mapambano zisizoonekana kwa macho. Hapo ndipo ndege mpya ya kivita ya kielektroniki ya Japani ya EC-2 ilipojitangaza kwa mara ya kwanza, ikizaliwa si kwa uzuri, bali kwa uwezo wa kuvuruga akili za adui. Hii si ndege ya kawaida, ni silaha ya kimya, ni silaha hatari na ya maangamizi vitani. Kutokana na ndege ya mizigo ya kijeshi ya Kawasaki ya C-2, Japan imeunda EC-2, ndege inayochekesha kwa muonekano wake, lakini inayotisha kwa uwezo wake. Wapenda anga wameipa jina la kejeli, Ugly Duckling, bata mbaya. Lakini historia inatufundisha mara nyingi kile kinachoonekana dhaifu ndicho hubeba nguvu ya ajabu na hatari zaidi. Pua yake iliyovimba kama mnyama wa ajabu, miunuko miwili juu ya mgongo wake, na vifaa vinavyotokeza pembeni, vyote vinapaza sauti moja. Hii si ndege ya kupendeza. Hii ni silaha ya kivita ya akili nyingi. Katika ulimwengu wa sasa, risasi si lazima zipigwe ili vita ishindwe. Vita vinaweza kushindwa kwa kubonyeza kitufe tu. Hivyo, Japan kupitia Japan Air Self Defense Force imeelewa hilo mapema. Ndio maana EC-2 imebeba teknolojia za hali ya juu, ikiwemo mfumo wa kuvuruga rada, vifaa vya kupambana na mashambulizi ya kielektroniki, upelelezi wa mawimbi, mawasiliano ya satellite, pamoja na mfumo wa uboreshaji wa J-ALQ-5. Hii ni ndege inayoweza kuzima macho na masikio ya adui, kuwafanya wapigane gizani huku wao wakitazama kila kitu kwa uwazi. Ikiwa imezungukwa na mataifa yenye nguvu kama vile China, Korea Kaskazini na Urusi, Japan haichukui tena tahadhari kama chaguo. Kwake, tahadhari ni lazima. Katika bajeti yake ya mwaka 2026, Japan ilitamka wazi, na hapa nanukuu katika taarifa hiyo: uwanja wa mawimbi ya kielektroniki sasa ndio mstari wa mbele wa mashambulizi na ulinzi. Mwisho wa kunukuu. Vita si tena ardhini wala angani pekee. Sasa vinafanyika kwenye mawimbi yasiyoonekana. Kwa miongo kadhaa, Japan ilikuwa na ndege moja tu ya vita vya kielektroniki, yani EC-1, iliyodumu tangu mwaka 1986 hadi kustaafu kwake mwaka jana. Lakini sasa mwelekeo umebadilika. Mipango inaonyesha Japan inaweza kumiliki hadi ndege 4 za EC-2. Hii si ongezeko la idadi tu, ni mabadiliko ya falsafa ya kijeshi, kutoka ulinzi wa kimya hadi mashambulizi ya kimkakati. Zaidi ya yen bilioni 41, ambazo ni sawa na takriban dola milioni 262, tayari zimewekezwa katika maendeleo ya mradi huu. Huu ni uwekezaji sio tu wa fedha, bali wa mustakabali wa usalama wa taifa. Katika kivuli cha mradi huu, Japan pia imejaribu mfumo wa Kimarekani unaoitwa Rapid Dragon, mfumo unaoruhusu ndege za mizigo kubeba na kurusha makombora ya masafa marefu. Fikiria hili: ndege ya kawaida ya mizigo ghafla inakuwa jukwaa la kushambulia kwa makombora makali kama Type 12. Ni mapinduzi ya kivita yanayogeuza kila ndege kuwa tishio. EC-2 haitashinda mashindano ya urembo, bali katika uwanja wa vita vya kisasa hahitaji kufanya hivyo. Kwa sababu katika zama hizi, anayeshinda si mwenye bunduki kubwa, bali mwenye uwezo wa kuzima akili ya adui kabla hata hajavuta kitufe. Na Japan kupitia EC-2 imeanza kucheza mchezo huo kwa ustadi wa hali ya juu. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.